Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Napenda kuzungumzia kuhusu mnadhiri. Mnadhiri inatokana na neno nadhiri. Ni kitu ambacho kimewekwa wakfu baada ya kuweza kutoa nadhiri. Yaani unapotoa nadhiri, hasa kwa upande wa Mungu, unapozungumza na Mungu na kusema ya kwamba Bwana Mungu, ukinifanyia hii na hii, mimi nitafanya hii na hii. Kwa hivyo huwa umejiweka wakfu mbele za Bwana ya kwamba baada ya Mungu kufanya jambo fulani kwako, wewe pia utafanya jambo fulani kwa upande wa Mungu. Yaani ni kama mnapokezana na Mungu. Na Biblia inasema kwamba unapoweka nadhiri mbele za Bwana usahau kuiondoa. Manake wakati ambapo umeiweka, Mungu ashaiandika na anangojea utekelezaji wako. Manake siku zote Mungu hutekeleza upande wake. Mwanadamu ndio mara nyingi wanaweza kufifia upande wake, lakini Mungu hutekeleza upande wake. Ndipo siku ya leo ningependa kuzungumzia kuhusu mtu ambaye anaitwa mnadhiri. Na nataka tu kwenda kuangalia mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, na ambaye sio mwingine bali ni Samson. Katika kitabu cha Waamuzi mlango ni wa 13, naenda kusoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Amani. Waamuzi mlango wa 13 mstari wa kwanza hadi wa 5, Biblia inasema hivi: Wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa tasa, uzai, lakini utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanaume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanaume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Tunaona habari za wana wa Israeli ya kwamba walifanya tena maasi. Yaani ilikuwa ni tabia zao. Walikuwa wamezoea wakifanya uasi, wakimlilia Mungu anasimamisha mwamuzi ambaye alikuwa anawasaidia kuamua. Anakwenda mbele zao katika njia za Bwana na anasababisha uwepo wa Bwana unarejelea wale watu. Sasa baada wao kupata amani, mambo yanapokuwa mazuri, walikuwa wanamsahau Mungu tena, wanarudi wanafanya mambo maovu. Sasa hapa tunaona tabia zao za kurejelea kufanya maovu zimekithiri. Naambia kwamba tena wakafanya maovu ama maasi machoni pa Bwana. Na unapoangalia wakati huu wakifanya maasi, Biblia inasema kwamba wakati ule wana wa Israeli hawakuwa na mfalme. Na kwa sababu hawakuwa na mfalme wa kuwatawala, kuwaongoza, kuwapatia sheria na utaratibu, Biblia inasema kwamba kila mtu alikuwa ni serikali kivyake. Yaani anafanya mambo ambayo yanapendeza machoni pake mwenyewe. Unajua saa hizi tuko na serikali, na hauwezi ukafanya mambo ambayo yanakupendeza wewe mwenyewe machoni pako, ila tu utafanya kile kitu ambacho sheria inakikubali. Unaona, hata kama umezaa mtoto unaweza ukamwadhibu, lakini kuna kiwango cha adhabu kwa mtoto wako. Kimwadhibu utachukuliwa hatua na unaweza kufungwa. Mtoto hata kama ni wako huwezi ukamuua hata kama amekosea. Ukijaribu tu kumuua utakamatwa na utafungwa. So wakati ule Waisraeli hakukuwa na mfalme, hakukuwa na sheria. Sasa kila mtu alikuwa sheria kivyake. Akiona jambo ambalo limempendeza analifanya. Tukiangalia kitabu cha
Waamuzi mlango wa 17, tuangalie, songa tu mbele pale, mlango wa 17, tuangalie mstari wa 6. Inasema hivi: nasema, siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya hayo aliyoyaona kuwa ni mema machoni pake mwenyewe. Atwende mlango wa 21 mstari wa 25. 21 mstari wa 25 nasema hivi: siku hizo hapakuwa na mfalme katika Israeli. Kila mtu alifanya yaliyokuwa mema machoni pake mwenyewe. Hii ni mojawapo ya hatari ambao inaokota watu ambao hawana sheria. Sasa kwa mfano, utaona watu wengi ambao wanapenda kuishi maisha yao ya kipweke. Mtu anakaa peke yake ndani ya nyumba, hana mke, hana mume, hana mtoto, anafanya kazi zake, akirudi. Mtu kama huyo ambaye anakaa peke yake, hakuna sheria yoyote ambayo inamfunga katika nyumba ambayo anakaa. Anaweza kuamua akaondoka hata usiku wa manane na akaenda zake kutembea, na arudi kesho ama asirudi, hakuna mtu atamuuliza. Anaweza akaamua akienda kazini asirudi, manake yeye ni sheria kivyake, anaweka kufuli, anaenda zake. Hata akitaka anaweza kutoka na akose kuweka kufuli na aende na arudi. Lakini mtu ambaye amekwisha kuolewa ama amekwisha kuoa ama ako chini ya ulinzi fulani, hawezi akafanya mambo kama hayo, kwa sababu kuna sheria ambayo inamuongoza. Akitoka lazima ataelezea wale ambao wamewaacha kwamba anaenda wapi, anaenda kufanya shughuli gani, na atarudi saa ngapi. Sasa kwa sababu hiyo, unaona kuna watu ambao wameamua sasa kuishi maisha ya kipweke. Anakaa peke yake, kama ni mwanamume hataki kuoa, msichana hataki kuolewa, anakaa kivyake. Mambo ya kuzaa hataki, anakaa kivyake. Sasa anasema kwamba anataka kuishi maisha huru ambayo hayana sheria, maisha huru ambayo hayana kifungo. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika taifa la Israeli wakati ule wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba hakukuwa na mfalme katika Israeli wa kuonekana, lakini Mungu ndiye alikuwa mfalme wao. Sasa kwa sababu hiyo, sasa wale wana wa Israeli walikuwa wanafanya mambo ambayo yanawapendeza wenyewe. Yaani mtu akijisikia kufanya chochote anafanya tu chochote ambacho anataka kufanya. Hakuna sheria ambayo ilikuwa inamuongoza. Kwa hiyo Mungu ambaye alikuwa ni mfalme wao wa kiroho pia wakamuasi hivyo hivyo. Hakuna mtu wa kuwarekebisha, hakuna mtu wa kuweka katika laini ya Mungu. So wakati huu Biblia inasema kwamba walifanya maasi tena machoni pa Bwana. So kitu ambacho Mungu alifanya, alichukua na akawatia katika mikono ya maadui ambao walikuwa ni Wafilisti. Walikuwa ni majirani zao, tena walikuwa ni maadui. Wakawapiga, wakawateka nyara, na wakawatumikisha takriban miaka 40. Katika kitabu hiki cha Waamuzi ambao tumeangalia mlango wa 13 mstari wa kwanza mpaka wa 5, Biblia inasema ya kwamba baada ya wao kufanya maasi, Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa mtoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa uzai, lakini utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanaume. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanaume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Sasa hapa Mungu amefanya maamuzi ya kutaka kuwasaidia hawa watu wake ambao wamemwasi. Biblia inasema ya kwamba malaika huyo wa Mungu amemtokezea huyu mke wa Manoa, na mke wa Manoa alikuwa ni tasa,
na anamwambia kwamba atachukua mimba naye atamzaa mtoto, na yule mtoto atakayezaliwa atakuwa ni mwanaume. Naye kusudi kubwa la Mungu mpatie yule mtoto ni kwamba anataka amfanye mwamuzi wa Israeli kutoka katika mikono ya maadui zao ambao ni Wafilisti, na tena atakuwa ni mnadhiri wa Mungu, yaani atakuwa ametengwa na Bwana. Yaani mnadhiri ni mtu ambaye alikuwa ametengwa na Bwana kwa ajili ya kazi maalumu ya Mungu. Kabla ya Samsoni kulikuweko na wanadhiri, na baada yake pia kulikuwa na wanadhiri pia walikuweko. Sasa hapa tunaona ya kwamba mnadhiri huyu ambaye anatajwa hapa ni Mungu anamsimamisha kama mwamuzi, lakini amemtenga kwa ajili ya kazi maalum ya kuokoa Israeli kutoka katika mikono ya Wafilisti. Lakini sasa mnadhiri huyu kuna masharti ambayo lazima yatekelezwe. Kwanza kabisa, mama yake mwenyewe atakapochukua mimba anaambiwa kwamba asikunywe nini? Divai wala kileo, wala asile kitu kilicho najisi. Kwa nini? Kwa sababu anasema ya kwamba yule mtoto ambaye atakuwa amepata mimba kwa yule mtoto atakuwa ni mnadhiri wa Mungu. Kwa hivyo atakuwa ni mtu ambaye ametengwa. Tukirudi nyuma kitabu cha Hesabu mlango wa 6, tunaangalia vile Mungu alikuwa akifanya kazi. Kulikuwa na watu ambao walikuwa wanaweka nadhiri kwa Bwana, na nadhiri ambao walikuwa wanaiweka walikuwa wanaitekeleza. Tukiangalia Hesabu mlango wa 6 mstari wa 1 hadi wa 5, Biblia inasema hivi: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na watu wa Israeli uwaambie, mtu mume au mtu mke atakapoweka nadhiri kubwa, nadhiri ya mnadhiri, ili ajiweke wakfu kwa Bwana, atajitenga na divai na kileo, hata kunywa siki ya divai wala siki ya kileo, wala asinywe maji yoyote ya zabibu, wala asile zabibu mbichi wala zilizokauka. Siku zote za kujitenga kwake asile kitu chochote kilichoandaliwa kwa mzabibu, tangu kukokwa hata maganda. Siku zote za nadhiri yake ya kujitenga, wembe usimfikirie kichwani mwake, hata hizo siku zitakapotimia ambazo alijiweka wakfu kwa Bwana. Atakuwa mtakatifu, ataziacha nywele za kichwa chake kichwani mwake ziwe ndefu. Sasa unaona hapa Mungu ameweka utaratibu wa watu ambao wanataka kujiweka wakfu mbele za Bwana kwa sababu ya makusudi fulani. Kama vile siku hizi tunaona mtu akitaka kufunga anaenda mbele za Bwana, anakataa kunywa maji, na acha kunywa chai, na acha kula chakula, vyote vile anaviacha kwa sababu anataka kutenga muda wake akuwe mbele za Bwana. Kwa hivyo hapa pia naambiwa kwamba kuna kipindi ambacho mtu alikuwa anaweza kuamua mwenyewe, mwanamke au mwanaume, kwamba kwa muda wa mwezi mmoja au miezi miwili, mimi nimeweka nadhiri, nataka tu kukaa katika Bwana, niweze kufanya kazi ya Bwana, niweze kumuomba Mungu, mambo yangu yote yawe ni ya kiungu. Miezi kama ni miwili ikiisha, anarudi tu kurejelea mambo yake ya kawaida. Sasa katika ule muda ambao amejitenga kuwa na Mungu katika hali ya maombi, kuna mambo ambayo alikuwa anaambiwa asiyafanye. Asikunywe kileo chochote, asikunywe divai, mzabibu, vitu vyote ambavyo vina uchachu asivitumie. Ule muda wote ambao amesema ya kwamba atakuwa mbele za Bwana. Pia asinyoe nywele yake, aache tu nywele zikae tu namna hivyo mpaka ule muda utakapokamilika, ndipo sasa anaweza kukunywa hizi vitu na anaweza kunyoa nywele yake, kwa sababu ametoka katika uwepo wa Mungu kwa siku ambazo alikuwa amejitenga kwayo. Sasa basi hapo tunaona mtu ambaye hajajitenga, bali Mungu mwenyewe ndiye amemtenga, ambaye ni Samson, na amemweka nadhiri kutoka tumboni mwa mama yake. Anakuwa mnadhiri, anazaliwa kama mnadhiri, anakuwa kama mnadhiri, yani roho ya unadhiri iko ndani yake. Kwa hiyo mama yake akaambia kwamba asikunywe divai wala kileo, kwa sababu itaingia ndani ya tumbo lake na itamfikia yule mnadhiri na atakuwa amechafuka. Na akizaliwa pia akaambiwa kwamba wembe usifie kichwani kwake, kwa sababu yeye amekuwa mnadhiri tangu tumboni.
akizaliwa pia ni mnadhiri. Kwa hiyo anakuwa kama mnadhiri. Ni tofauti na wale ambao walikuwa wanatenga siku maalum, wanaenda mbele za mwana, alafu baadaye wanarudia katika shughuli zao. Huyu ametengwa, na ametengwa anaendelea na kufanya ile kazi ambayo ni ya unadhiri. Kwa hivyo akaambiwa kwamba huyo mtoto atakayezaliwa atakuwa ni mnadhiri, na kwa sababu hiyo sasa wembe usipe kitandani kwake, na wala asitumie kileo ama divai ama chochote kile ambacho kitaweza kumchanganya kikamtoa katika laini ambayo ni ya unadhiri. Kwa hiyo sisi kama kanisa, Biblia inatuita sisi kuwa ni watu ambao tumetengwa na Bwana. Neno kanisa linatokana na neno la Kiyunani na inaitwa eklesia. Eklesia maana yake ni wale watu ambao wametengwa na wametengwa na Mungu. Kwa wakati mtu anapokuwa ameokolewa ama ni Mkristo, ametengwa na Mungu kwa mambo ya ulimwengu, amefanya wakfu kwa mambo ya kiungu. Na ndio sababu unaona wakati Mungu anakuita wewe kama ni mtumishi wa Mungu, umeitwa sio kuleta siasa ndani ya kanisa ama ndani ya utumishi, sio kuleta mambo ya ulimwengu kwenye kanisa ama katika utumishi, bali ni kuleta mambo ya uungu katika ulimwengu, kuleta mambo ya uungu ndani ya nyumba ya Bwana, sababu umetengwa kwa ajili ya hiyo kazi. Ndiposa kuongea kwako lazima kuwe tofauti na kuongea kwa mtu mwingine ambao bado hajaitwa, bado hajatengwa. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 2 mstari wa 9, tunaona hapo Petro anazungumzia kuhusu wale wateule ambao ni wa Bwana. Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 9, Biblia inasema hivi: bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mupate kuzitangaza fadhili zake, yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Huu ni wito wa watu ambao wamekwisha kukombolewa, kwamba mtumishi wa Mungu Petro anasema kwamba wao ni mzao mteule. Tena watu ambao wameokolewa anawaita kwamba ni ukuhani wa kifalme, tena anawaita kwamba ni taifa takatifu. Watu wote ambao wameokolewa ulimwenguni mzima ni taifa moja takatifu la Mungu. Sasa anasema ni watu ambao ni wamiliki ya Mungu, na kazi ambayo wamepewa sasa ni kutangaza fadhili za Mungu aliyowaita kutoka gizani wakaingia katika nuru yake ya ajabu. Wakati watu wanazungumzia kuhusu magari, wewe unazungumzia kuhusu utukufu wa Mungu. Wakati watu wanazungumzia kilio ambayo kimeingia pale kwa sababu ya ABCD, wewe unazungumzia kuhusu ukuu wa Mungu wa kuokoa watu kutoka ndani ya kile kilio. Kwa hiyo lugha inakuwa ni tofauti, mtazamo wako unakuwa ni tofauti na mtazamo wa watu wengine. Kwa mtu yeyote ambaye amekwisha kuokolewa, yeye ni kuhani katika ufalme wa Mungu. Mtu ambaye amekwisha kuokolewa, yeye ni taifa ambayo ni teule, na Bwana amemuita atoke gizani ili atangaze fadhili za Mungu kwa watu wake, atangaze uzuri wa Bwana, atangaze wema wa Bwana. Hiyo ndio sababu ambayo Mungu amekuita. Kwa mtu yote ambaye ameitwa na Bwana, huyo mtu ni mnadhiri wa Bwana. Wakati ambapo unaokolewa unafanyika mnadhiri wa Bwana. Kwa hiyo kuna mambo ambayo lazima ujifundishe kuepukana nayo, ambayo watu wa Mungu hawastahili kuwa nayo. Soma maandiko inakuambia jinsi makuhani walikuwa wakiishi nyakati za kale, kwamba midomo ya kuhani ilikuwa niongee mambo ambayo ni mazuri, mambo ya kujenga, mambo ya kufundisha. Manake Bwana ameweka sheria katika mdomo wa kuhani. Mienendo yao pia lazima ionyeshe utofauti, kwa sababu unaona mtu yeyote ambaye amekwisha kuwa Mkristo, amezaliwa mara ya pili, tabia zake na mtu ambaye hajaokolewa lazima ziwe tofauti. Lakini kama tabia zitakuwa ni zile zile, mwenendo ni ule ule, mazungumzo ni yale yale, hakuna mahali ambapo wanaenda. Hii ni dhihirisho ya kwamba wewe bado haujazaliwa mara ya pili. Katika kitabu cha Warumi mlango ni wa 12 mstari wa 2, Paulo anazungumzia kuhusu watu ambao wameteuliwa na Bwana,
kwamba wasifuatishe tabia ama namna ya dunia hii, bali wageuzwe upya nia yao, wapate kuyajua mapenzi ya Mungu aliyewaita. Warumi, tuangalie mlango wa 12 mstari ambao ni wa pili. Paulo anazungumzia kuhusu swala hilo la watu ambao wamekwisha kuitwa na Bwana, watu ambao wamekwisha kuokolewa, kwamba wasiishi kama watu wa ulimwenguni vile wanavyoishi. Nasema kwamba katika mlango wa 12 mstari wa pili, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kuna wakati ambapo mtu umekwisha kuokolewa, mienendo ya kidunia kwako inaondoka. Hata kama ulikuwa umeizoea tabia fulani za kiulimwengu, lazima zikuondoke. Mazungumzo yako hayafai kuwa sawa na mazungumzo ya watu wa ulimwenguni. Ndio unaona wakati mwingi unaenda mahali watu hawakujui, unaanza unaongea, hakuna mtu anajua kwamba wewe ni Mkristo. Mpaka siku hiyo utaambiwa kwamba mimi naitwa James, nimeokoka, nimezaliwa mara ya pili, nimeokoka mwaka wa 2002, mpaka na wewe unampenda Bwana, ndio watu wajua kwamba wewe ni Mkristo. Lakini ukweli ni kwamba kabla hujataja majina yako na kujitambulia, kuna mtu anajua kwamba wewe ni Mkristo. Kisa na maana umefanana na hawa watu. Ukiangalia mavazi yako na yao inafanana. Ukiangalia mwenendo wako na wao unafanana. Wapendwa, ulimwengu unafaa uige mfano mzuri katika kanisa ama kwa nyumba ya Mungu. Lakini saa hizi imekuwa kanisa ndio linaiga mfano wa ulimwengu, linaleta ndani ya nyumba ya Bwana. Leo nimekuwa nikiangalia ibada nyingine ikiendelea mahali katika televisheni. Vile vijana wanacheza pale, wavulana kwa wasichana. Yaani ni katika hata wavilabu wafikii pale. Na wako kule mbele wanatumbuiza watu. Watu wanashangilia. Kwa mambo kama haya hayakukuweko. Hayakukua. Mimi nakumbuka nikiokoka hayakukua. Nikiwa kijana mdogo hayakukua. Injili ilikuwa ni injili ya ukweli. Nyimbo zilikuwa ni za ukweli. Yaani mavazi ya watu ambao walikuwa ni wateule ilikuwa ni ya ukweli. Ukimwangalia huyu ni mtu tofauti kabisa. Injili za magari, kujenga manyumba makubwa na kununua magari makubwa haikukua. Ukweli ninaambia ushuhuda wa ukweli. Nikiwa kijana mdogo nikiokolewa, mambo haya yako kwenye kanisa. Mambo ya kwamba mtu akija kwa Yesu Kristo atapata kazi aende kufanya kazi Ulaya hayakukua. Injili ya kufanya watu kuwa mamilionea haikukua. Na nyimbo za mitumbuizo haikukua hata wimbo mmoja. Nakumbuka vizuri sana. Nikija kuokolewa. Haya mambo yamekuja tu juzi na sasa yameovertake, yamezima moto wa Mungu ndani ya nyumba ya Bwana. Yaani moto wa roho umezima. Mtu anaenda kanisani anakuwa entertained kama theater sasa. Wanakuwa entertained mpaka watu wanatoka kama wamekuwa entertained. Na hiyo ndio kitu ambacho shetani anataka kupotosha kanisa la Bwana. Ushetani, uibilisi umeingia ndani ya nyumba ya Mungu. Yaani watu wamefuatisha namna ya dunia hii. Wamefuatisha mienendo ya dunia hii. Wanakopi sahihi za ulimwenguni wanazileta ndani ya nyumba ya Mungu. Alafu anasema ya kwamba tukiweka hii itavutia watu ambao wako kule nje pia wataingia ndani ya nyumba ya Mungu ambao wako sambulia na kanisa itajaa. Unakuta mwanamume mzima anaimba pale kanisani, anaongoza kile kikundi cha sifa na ibada. Alafu mwenyewe amesonga nywele kutoka huku mbele mpaka nyuma, amesonga nywele, ametengeneza vizuri kabisa. Na inakubalika. Kisa na maana akiwekwa pale mbele atavutia wanaume wengine ambao wanasonga nywele hawa mashoga, watakuja kanisani. Na kanisa itakuwa na watu wengi. Ulimwengu umechukuliwa na kanisa umeletwa ndani. Yaani kanisa limenyang'anya ulimwengu haki yake. Najua siku ya hukumu Mungu atawahukumu sana watu. Sababu wanadhulumu ulimwengu. Mavazi yenyewe ambayo nayaona, mimi nakumbuka kitambo ulikuwa ukivaa long ya jeans. Ukipita mahali wale wanakushika kwa kwamba wewe ni jambazi. Na hata kuna kazi nyingine ulikuwa kama umevaa long kama ya jeans, kuna security firm nyingine ilikuanga hapo Mombasa. Ukivaa long ya jeans recruitment wanakufukuza na kutoa kwa laini. Kama kwenda nyumbani uvae nguo nzuri. Maana wanakushuku wewe ni kama jangili.
Hizi longi za mifuko mingi hizi ambazo tunazivaa, ilikuwa mtu ambaye ameokolewa Mkristo havaingi hiyo. Hata kazini ukienda mahali kuomba kazi kwa na longi ya mifuko mingi, wanakuchukulia wewe kama ni mkora, unakataliwa. Saa hizi wahubiri wenyewe ndio wanavaa zile longi za mifuko na wanahubiri kanisani. Kofia nakumbuka vizuri sana, hata kabla sijaokoka tulipokuwa kule katika madhehebu, imani ya kimadhehebu. Ilikuwa mtu akija kwenye kanisa kama siku ya Jumapili, kama amevaa tepu, anakuja nayo kofia vizuri, akifika mlangoni anavua ile kofia yake, anakuja na keti, anaabudu Mungu. Akimaliza kitoka tu ibada kule nje, anavaa tena kofia yake, anaendelea na shughuli zake. Ninakumbuka hata kulikuwa na maaskari wa GSU tulikuwa tunashiriki nao, walikuwa wanakujanga ndani Jumapili wakiwa duty. Anakuja anakaa kule nyuma, anavua kofia zao, anakaa kule nyuma na bunduki zao, wanakaa kwa ibada inaendelea mpaka inaisha. Ikiisha, wakitoka tu nje ya mlango wanavaa kofia na rudi kupatrol kama kawaida. Lakini siku hizi wahubiri wenyewe ndio wanavaa zile tepu ndani ya kanisa. Sio tu mshirika, ndio wahubiri wenyewe ndio wanazivaa. Sasa washirika nao wanaongezea. Yaani tukiangalia maandiko, naona kwamba zamani zile za kale Israeli hawakuwa na mfalme, na kila mtu alikuwa anafanya kitu ambacho kinapendeza machoni kwake. Sasa hizi imekuwa ya kwamba watu ambao wanajiita wateule wa Mungu hawana Mungu ndani yao, na kwa sababu hiyo sasa mtu anafanya kile kitu ambacho anakiona iko sawa machoni pake. Mavazi hata kama anapata gunia anaweza kulivaa tu, hata kitaka kuvaa nailoni anavaa tu, maadamu ameona imempendeza. Yaani hawana roho wa kuambia kwamba hii kitu ni mbaya, sababu hawako ndani ya roho wa Mungu. Sio wanaume, sio wanawake, wanadamu wote wamepotoka saa hizi. Huwezi ukatofautisha mtu ambaye ameokolewa ama anajiita Mkristo na yule asiyekuwa Mkristo kwa mavazi, huwezi kutofautisha. Katika maongezi ambayo tunaongea, huwezi ukatofautisha. Tunaingia mahali mpaka tunakuwa kundi moja. Katika mambo ya ndoa, unapokuwa ndani ya nyumba, huwezi kutofautisha. Shughuli za kimaisha huwezi kutofautisha. Wapendwa, Biblia inasema ya kwamba wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze upya nia zenu, mpate kuyajua hakika mapenzi ya Mungu. Mtu ambaye amekwisha kuokolewa siku zote hufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Maana ni sawa na mwanamke ambaye amekwisha kuolewa. Shida ambayo napata wanandoa wengi ni kwamba msichana amekubali kuolewa kwa bwana yake, lakini anamuasi yule bwana ambaye amemwoa. Akimwambia fanya hivi, anafanya kinyume na vile amemwambia. Anajua mume wangu hapendi kula sima saa 3 usiku, anapenda kula sima saa 12 saa 1. Yeye anatengeneza sima saa 4 ya usiku. Anamuasi tu kimakusudi. Anajua mzee wake hapendi kunywa chai ya rangi, amenunua maziwa analeta kwa nyumba, mama anachukua maziwa anakunywa mwenyewe, alafu anamtengenezea chai ya rangi. Lao misukosuko inaanza. Yaani mtu anafanya yale mambo ambayo anaona iko sawa machoni pake. Haoni kama kuna mtu ambaye ako naye ndani ya nyumba. Lakini ukiona wakati mke anaheshimu mume wake, mume anampenda mke wake, ndoa huwa inakuwa nzuri sana. Hakukui na shida nyingi. Ndio mambo ya kawaida yako, changamoto za kawaida ziko, lakini hakukui na misukosuko ambaye inavunja. Kwa wakati ambapo mtu unakuwa Mkristo, hauwezi kuishi vile unavyotaka kuishi. Paulo anasema ya kwamba mimi Paulo niliye mfungwa wa Kristo Yesu. Wakati ambapo unaokolewa unakuwa mfungwa. Na sio kama unafungwa minyororo, wewe mwenyewe unajipeleka katika ile kongwa la ufungwa. Kwa sababu unasalimu amri kwamba kuanzia saa hii kuendelea mimi, kama vile mtumishi wa Mungu Paulo alisema kwamba kuishi kwangu ni Kristo na kufa kwangu ni faida. Yaani anatafuta kuyajua mapenzi ya Bwana ni yapi, ayafanye hayo mapenzi ya Bwana. Kila mtu ambaye ameitwa na Bwana, Mungu amemuita na amemfanya kuwa mnadhiri wake. Kwa sababu inafaa wewe ambao umeitwa na Bwana ukaweze kuishi maisha ambayo ni tofauti na watu ambao bado hawajaitwa na Bwana. Usige mfano wao, bali wao ndio wanafaa
kuiga mfano wako. Tukiangalia kitabu cha Waefeso 2, tuangalie mstari wa 1 hadi wa 3. Tuone vile mtumishi wa Mungu anazungumzia kuhusu maroho ambao zinafanya kazi. Waefeso mlango ni wa 2, mstari ni wa 1 hadi wa 3. Biblia inasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa uasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda katika hayo, katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Sasa hapa mtumishi wa Mungu anakumbusha Waefeso ya kwamba wao pia walikuwa wafu. Sisi sote ambao sasa tuko hai kiroho tulikuwa tumekufa kiroho, na tulikuwa tunafanya tabia ambazo zilikuwa hazipendezi. Tunaongea mambo ambayo yalikuwa hayafai, tunavaa mavazi ambazo zilikuwa ni za aibu, tunakula vyakula vya haramu, tunadhulumu watu, tunaongea mambo ya urongo, tunadanganya watu, tunajipatia faida kwa kupitia udanganyifu. Kama ni kunywa pombe, tunakunywa pombe, tunalewa mpaka tunatokana watu. Kama ni uzinifu, tunafanya uzinifu. Kama ni kwa waganga, tunaenda kwa uganga, tunaelezea mambo yetu. Kama ni vita, tunapigana kama watu tu wa kawaida. Sasa mtumishi wa Mungu Paulo anasema ya kwamba zamani zile za kale sisi sote tulikuwa na hizo tabia. Sasa hivi tumekuja kwa Mungu, hiyo tabia tunafaa tuachane nazo kabisa, tuvae utu upya. Utu wa zamani wa kale tuachane nayo. Na anasema kuna roho ambayo alikuwa akifanya kazi ndani yetu, roho ya uasi. Na huyo roho bado yuko anafanya kazi ndani ya wana wa uasi. Kwa sababu hiyo sasa tunafaa tujitenge na mambo kama haya. Kwa vile sasa sisi tumeitwa na Bwana, tumekuwa wanadhiri wa Mungu, au ndio mtumishi wa Mungu Samson alivyokuwa. Aliambiwa ajitenge na mambo kadha wa kadha. Na sisi nasi tumeambiwa tujitenge na mambo kadha wa kadha katika maandiko. Je, wewe ni mnadhiri wa Mungu? Kama wewe ni mnadhiri wa Mungu, wewe ni mrithi wa uzima wa Bwana. Na kama wewe ni mrithi wa uzima wa Bwana, basi wewe ni mfungwa wa Kristo. Siku zote unafaa utafute mapenzi ya Bwana ni yapi, uyafanya hayo mapenzi ya Bwana. Mungu atazidi kukuonekania. La sivyo, basi utaishi maisha ambayo utajutia siku baada ya siku. Unajitoa mwenyewe katika uwepo wa Bwana. Unajitoa mwenyewe katika njia ya Mungu. Jua ya kwamba wewe pamoja na mimi, Bwana ametuita kama wanadhiri wake. Anafaa tujitenge na ulimwengu. Tuko ulimwenguni na tuishi kama watu wa ulimwenguni, tuishi kama watu wa mbinguni. Huko ndio kwetu. Kama ni kuhubiri, tuhubiri ufalme wa Mungu. Kama ni kuongea, tuongee mambo ya ufalme. Kama ni kufanya yote ile, tufanye mambo ya kifalme. Na Mungu atazidi kutuonekania na tukubali sana. Bwana wabariki sana.